siku ya Jumapili. Wewe uko katika msimamo gani na unasemaje? Asilimia zako zimekaa katika kiwango gani? Binafsi mimi naheshimu mawazo ya Ashraf, lakini sikubaliani nayo hata kidogo. Kitendo cha kusema kwamba Simba na 100% za kuchukua ubingwa ni kukosea mpira heshima. Naam. Kwa sababu unazungumzia Berkane ambaye yuko mbele kwa magoli 2-0. Unazungumzia Berkane, timu ambayo imekuwa bora sana barani Afrika msimu huu. Wamechukua ubingwa wao wa kwanza wa Botola kwa maana ya ligi ya ndani. Yeah. Kitu ambacho kinawapa nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya CAF Champions League kwa mara ya kwanza msimu ujao, kwa sababu kwenye historia yao hawajawahi kucheza CAF Champions League. Kwa hiyo unaona kuna progress kubwa sana ambayo wamekuwa nayo. Unazungumzia Berkane, timu ambayo kwenye Confederation, haya mashindano ambayo wanacheza na Simba, wamecheza mechi 11. Umeona mechi 11 hakuna, yani tunasema wameruhusu magoli 2 tu kwenye mechi 11. Ina maana waliruhusu goli dhidi ya Stellenbosch away South Africa, na ile mechi walishinda 3-1. Yani Stellenbosch walifunga 1 wakafunga 3, and then wamekuja kuruhusu goli dhidi ya Constantine kwenye nusu finali. Mechi ya kwanza walishinda 4-2. Kwa hiyo tunazungumza timu ambayo kwenye mechi 11 imeruhusu magoli 2. You see, msimu huu hata ukitazama kwenye michuano yote hakuna mechi yoyote ambayo wamepoteza kwa aggregate ya magoli 2 kuendelea, na ni mechi moja tu ambao wameconcede magoli 3 na yenyewe ilisha. Tunarudi. Asante. Hakika kabisa. Yes, na ulikuwa unazungumzia Berkane ambao wamefungwa magoli machache mno kuliko ni timu yoyote kwenye mashindano haya. Kwa hiyo kivyote hii ni timu ambayo inaonesha imejipanga na hawabahatishi matokeo wanayopata, sio? Yeah, of course. Tunatamani kuona kombe linabaki Tanzania, lakini hatuwezi kupepesa macho kwa kutozungumza ukweli. Tumetaja matokeo nje ya uwanja, I mean uwanjani, ya Berkane, jinsi ambavyo hii timu inascore magoli na kudefend vizuri. Quality yenyewe, mchezaji mmoja, ni wachezaji wangapi wa Simba wanaweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Berkane? Yani chukua mchezaji mmoja, hapo ndo utakuja kupata majibu. Kwa sababu Simba hawana namba 9 kama Osama. Umeona, Simba hawana kiungo aina ya Kamara. Umeona, Simba hawana kiungo aina ya Mehili. Simba hawana kiungo aina ya Kaili. Umeona, tazama tu midfield, mchezaji mmoja. Hao viungo uliowataja wao wana sifa zipi ukilinganisha na hawa Simba, na huyo mshambuliaji ambaye umemtaja ukilinganisha na hawa Simba, tofauti uko wapi? Nadhani ukimtaja nani, Osama, amekuwa more clinical zaidi. Okay. Huyo ndo top scorer wao kwenye michuano yote kwa maana ya Confederation. Ana magoli 5. Umeona, ana magoli 5, analingana na mchezaji wa USM Alger wametai magoli 5. Kwa kama kwenye finali kama atafunga goli hii finali ya pili, na maana yeye ndo anakwenda kuwa mfungaji bora. You see, and then kwenye ligi ya ndani yeye ndo amefunga magoli mengi, yani ni top scorer wa pili kwenye ligi nzima, lakini top scorer wa kwanza wa Berkane, moja kati ya hao washambuliaji ambao wako clinical. Na ligi ya Morocco ni ligi ngumu kweli, huwezi kulinganisha na ligi yetu. Kwa hiyo uwezi ukakuta mtu anafunga magoli 20 top scorer, uwezi kumkuta. Hata magoli 15 ni nadra sana. Ligi ni ngumu kweli. Ni vivyo hivyo hata kwenye ligi ya Misri, nenda katazame top scorer na magoli mangapi. Ligi ni ngumu. Kwa hiyo ukiona mtu anascore magoli 10 plus, huyo ni mtu hatari zaidi. And then Kamara, sihitaji discussion. Kamara huwezi kumfananisha na Kagoma, Kamara huwezi kumfananisha na Ngoma. Ni mtu ambaye quality yake ni ya juu zaidi kwa sasa anachokifanya. Tumeona mtu kama Labili, uliona kazi aliyoifanya. Kila mtu alikuwa anamwandika Labili kwenye midfield. Mtazame Kaili, umeona, mtazame Mehili. Kwa hiyo binafsi mchezaji mmoja wa Berkane na Simba ukifanya comparison, Berkane wana kikosi kizuri sana. Sema kinachokuja kutokea ni kwamba itategemea Simba wanaingia vipi, wamejipanga vipi, wanaianza vipi game, wanakuwa clinical kiasi gani. Kwa sababu moja kati ya shida ya Simba ni kuzitumia nafasi. Yani wana create nafasi, wanaweza create nafasi 7, lakini hawi sure enough
wana uwezo wa kuziconvert kuwa magoli nafasi zote hizo. Yani hata kwenye hizo 7 basi useme wana uwezo wa kuconvert nafasi 4 kuwa magoli, bado ni changamoto. Kwa hiyo Hansi unataka kuniambia katika kikosi cha kwanza cha Berkane kilichoanza kule mchezo wa kwanza wa fainali ama mkondo wa kwanza na hiki kikosi cha Simba, unataka kunihakikishia kwamba hakuna mchezaji yoyote wa Simba ambaye anaweza kuingia kikosi cha kwanza? Binafsi nadhani nikisema mchezaji Samuel Zimbwe tu. Zimbwe tu. Kwa sababu ndo anaweza kuingia kikosi cha kwanza. Nahisi kwangu mimi labda akae bench. Umeona? Yani ndio maana nimesema yani kwa upande wangu mimi nahisi hapo you are being diplomatic, lakini hayuko mchezaji hata mmoja wa kikosi cha Simba. Let's make it this way. Hayuko mchezaji yoyote wa kikosi, sio cha Simba, sio cha Yanga, sio cha Azam, ambaye anaweza akaingia katika wale starting 11 wa Berkane walioko as things stand sasa hivi. Kwa nini? Daraja tofauti. Ni daraja tofauti. Wala sio swala la kuuliza kwa nini mkai. Labda kwa sababu wewe unauliza hapa ukiwawakilisha watu wanaokusikiliza. Ni kwa sababu ya class. Unajua watu lazima waelewe ukweli kwamba na mimi nimemsikiliza Hans, yuko sahihi kwa 150%. Yeah. My only shock ni kwa nini sielewi kwa nini mawazo haya ni wapi alikuwa nayo. Kuna siku niliwahi kumsikia akasema kwamba katika miaka ya karibuni hivi kuna timu ya Tanzania itabeba ubingwa wa Afrika. Sielewi hiyo siku alikuwa amekunywa nini na leo amekunywa nini, atueleze. Lakini ukweli ni kwamba Simba lakini wamejaribu. Yes, yani as things stand, ikitokea Simba wamebeba ubingwa wa Afrika kwa kumfunga Berkane, as much as we wish them to do that, tutarudi hapa na tutaujadili kama muujiza, especially katika mazingira ambayo walishafungwa 2-2 kwenye mechi ya kwanza. Inawezekana, yani kimchezo inawezekana kabisa, game imeanza, labda kipa wa Berkane katumia mkono kudaka mpira nje, kachukua kadi nyekundu, dakika 30 kuna penalty inapatikana, dakika ya 70 Simba wanapata goli la pili, wakati huo dakika 89 labda free kick Mpanzo anapiga goli la 3. Mazingira kama hayo kwenye football yanatokea. Na kamanda wakati huo wanafunga hayo magoli, wao wanatakiwa kudefend dhidi ya hao kina Osama. Mathematically kwenye football jambo lolote linaweza likatokea, lakini on paper Simba anaingia kama underdog na Berkane anaingia kama favorite. Ndio uhalisia. Na timu zetu hizi za Tanzania zimejitahidi sana ku raise profile zao. Legitimately kabisa. Lakini as things stand, kwa mfano ukiangalia ile CAF Champions League ya msimu huu, kwa mfano kuanzia hatua ya robo finali, pale klabu ya Tanzania ingeingia ilikuwa inamtoa nani? Robo finali ya CAF Champions League msimu huu alikuwepo Esperance, alikuwepo Ahli, alikuwepo Pyramids, alikuwepo Sundowns, alikuwepo Asfar Rabat. Sawa, alikuwepo ni timu gani ya Tanzania ingeweza kumtoa yoyote? Alikuwepo Orlando Pirates. Ni timu ipi ya Tanzania ingeweza kufanya vizuri kama vile? Kwa sababu ukiangalia kwa mfano klabu kama Orlando Pirates hawakufanya usajili mkubwa sana. The only player aliyemsign msimu huu alikuwa ni Gilberto, ambaye hakufanya vizuri. Lakini msimu huu Orlando Pirates kuna academy graduates, kina Rele Mofokeng wale, kina Mokau Nkota. Asilimia kubwa ya msimu wao umebebwa na wachezaji waliotoka kwenye academies. Umeelewa? Ukiangalia Sundowns wana msuli wa kifedha, wanaweza kanunua mchezaji yoyote Afrika, hata wa North Africa huko wanaweza wakanunua. Sawa? Sihitaji kusema kitu chochote kipya kuhusu Al Ahly au Esperance. Sawa, lakini muangalia Esperance robo finali alichomolewa na Mamelodi Sundowns. Na Mamelodi Sundowns yule ambaye kuna watu katika akili zao sawa hawakuwa wamevuta dangi wala kunywa pombe yote, waliamini Yanga anaweza kumtoa. Sawa. So ukweli ni kwamba bado klabu zetu zinahitaji kufanya mapinduzi makubwa sana, kuwa klabu ambazo msimu wa Afrika unaanza ule watu wanasema bwana Simba anaweza akachukua ubingwa, Yanga anaweza akachukua ubingwa. As things stand, matarajio yetu sisi ni kufika nusu finali. Ikifika finali klabu ya Tanzania, huo ni ushindi mkubwa kuliko ushindi wowote ambao unaweza kuupata, kwa sababu
leo hii kuna klabu exist kabisa kwenye top level ya mashindano ya Afrika, the likes of kina Asante Kotoko, kina Nyimba, kina nani wamewahi kuchukua ubingwa, sisi hatujawahi. Kwa hiyo Kamanda, unataka kubainisha kwamba Simba kufika hatua hii ya finali sio kwa ubora waliokuwa nao. Wameonyesha ubora, make no mistake, wameonyesha ubora, lakini kuna hatua mnafika, uwezo wenu unakuwa umeishia hapo. Umeelewa? Kwa hiyo sisi klabu zetu za Tanzania kufika tu finali, we should be very proud. Yanga akifika finali, we should be very proud. Simba akifika finali, we should be very proud, kwa sababu daraja letu sisi bado hao wachezaji, kwa sababu kwenye mpira kuna vitu viwili. It's either una jicho kali sana la kuscout wachezaji sehemu ambako watu wengine hawaoni, au una fedha za kutumia. Na kwa mfano let's assume kwamba tunawapa credit Yanga kwa kumscout mtu kama Fiston Mayele. Walikaa naye kwa muda gani? Aliweza kumretain. Pyramids alikuja akajibebea. Unakumbuka wakati Simba kwa mfano, tukirudi hata nyuma enzi za kina Emmanuel Okwi, Dick Okwi, nini kilitokea? Si walikuja Etoile du Sahel hapa wakajibebea. Jose Luis Mikison walikuja hapa nani, watu wakajibebea. Clatous Chota Chama walikuja hapa, watu wakajibebea. Tuisila Kisinda, watu walikuwa wanapenda riadha zake zile alizokuwa anakimbia, watu wakaja hapa wakajibebea. Hiyo ndio reality ya mpira wetu. Na kama ukigundua mara nyingi these players are never replaced. Kwani ni nani alimreplace Mayele? Yani yule kwamba bwana kaja mtu amemreplace Mayele. Hakuna mpaka. Hata Chama simpa aliondoka mpaka akarudi mwenyewe. Mikisoni aliondoka mpaka akarudi mwenyewe. Oku aliondoka mpaka akarudi mwenyewe. Sawa. Ndio reality ya mpira wetu hiyo. Yani hapo umejistretch, umetumia nguvu kadri uwezavyo, nusu finali hii hapa. Finali hii hapa. Lakini hiyo finali yenyewe kama yule Jean Chalea wa akifunga magoli mengi, kwa mfano kuna baadhi ya watu wakati tuko Morocco walikuwa wanasema kwamba Mpanzu anajiweka sokoni. Umeelewa? Yani mtu msitaki kusema kwamba alikuwa sahihi, lakini there's a reason kwa nini wanasema hivyo. Sawa. Leo hii Yanga zisikii kwa wapi? Tuko hapa tunajadili nani anataka kuondoka Mzize. Umeelewa? Kwa hiyo msimu ujao wakati Yanga hawana Mzize, hawana